Safi, niambie ndugu yangu. Salama alhamdulillah. Yes. Bwana joto ni la moto. Joto ni la moto. Kijana Faila Sufi Fei Toto Fei Abdalla, kiungo mshambuliaji. Moja ya viungo bora sana ambao tunao katika ligi kuu Tanzania bara. So far hapa kadakika na magoli 12 na assist 7. Amekuwa ana magoli na assist 12, magoli 7. Kwa hiyo involved kuna goli 19, si ndio? Kama sijakosea. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mzuri, klabu ya Simba inamhitaji na benchi la ufundi linaongozwa na Manfadu ni mmoja wa wachezaji ambao pendwa ambao imewapropose wanaweza kaja kuhudumia ndani ya klabu ya Simba. Ukiangalia saizi pamoja na ubora wa kikosi ya Simba ambacho nao, lakini bado inahitaji namba 10 mzuri ambaye anaweza kaisaidia timu kuchezesha mpira, maana yake kufukua fida au mlishaji ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikaisaidia klabu ya Simba. Nikiona Simba ikiwa chini chazi au inacheza vizuri, open play, inashambulia kwa kasi, lakini bado kuna element fulani zinatokea hasa kwenye kipindi timu ikiwa kwenye acceleration moment. Kwa hiyo kipindi unapomchukua mtu kama Faisal, unaweza kudribble, unaweza kufunga, kutengeneza nafasi kuna eneo la juu, ni mchezaji sahihi kuwepo ndani ya klabu ya Simba. Na nasikia kuna vita nyingine imeibuka kati ya Faisal pamoja na Yanga, pia Yanga wanamhitaji. Kila mmoja amekuja na ofa yake mezani. Ni fahari kwa mchezaji kwa sababu inakwenda kumthaminisha mchezaji, inakwenda kumaplift mchezaji, kumtengenezea daraja kubwa ambalo ndio wachezaji wazao tutamani wafike katika daraja hili. Kwa kimsingi Faisal anaweza kaja Simba kuanzia sasa. Tumebakiza siku chache ligi kuu Tanzania bara ishe, bado mchezo kama 6 au 7 kwa Simba na bado mchezo 5 kwa klabu ya Yanga. Kwa maana yake kuna kutamatika kwa ligi kunaweza kaibua vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea mpaka dakika hii. Kabisa, kwa sababu issue ni hela tu na mchezaji ataangalia wapi ambako ndoto zake zitakwenda kutimia kuwa mchezaji bora Afrika na kutawala soko la Afrika. Tumi Simba ndio sehemu sahihi ambapo anaweza akaja na akafanya vizuri na akawa ni mchezaji ambaye wa kutumainiwa ndani ya klabu hiyo. Bwana Katana Faisal Chama. Clatous Chama ni mchezaji ambaye sasa hivi anasumbua sana dunia, anasumbua viongozi wa Simba, ameanza kuhangaisha. Mchezaji ambaye anatamani kurejea Simba kwa sababu nafasi ambayo anayo finyu ndio kikosi cha Yanga. Tangu ametua Yanga African kwa mkataba mwaka mmoja amekuwa akipata nafasi finyu. Juzi ndio unaona kidogo ameanzishwa kwa dhidi ya mechi Azam, lakini kabla hapo alikuwa acheza dakika 3 za mwisho au dakika 5 za mwisho. Anaingizwa dakika 80, dakika 77, dakika 90 anaingizwa zibakiza nyongeza. Kwa hiyo kwa daraja mchezaji kama Chama ameona kama ni dharau na fedhea. Kwa hiyo ameanza kuwasumbua viongozi wa klabu ya Simba kutaka kurejea Simba. Tumi Simoni kama nafasi na klabu ya Simba tena. Bwana, baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema Chama kuondoka Simba, Simba imeenda nusu finali. Unakubaliana nao? Inawezekana akawa kweli anagundu kwa sababu amecheza miaka yote Simba hatujaenda nusu finali. Kaondoka tumeenda nusu finali. Huko alikokwenda alisema anakwenda kuchukua kombe la Afrika. Umeishia wapi? Si umeishia makundi? Hawezi kuchukua ubingwa. Bado hajakutana na Mpanzu. Ubingwa Mpanzu ndo ataamua achukue au asichukue. Si pointi moja tu, tucheza michezo yote. Hana uwezo huo. Kuna mshambuliaji wa Simba anafanya mazoezi ya Abraham. Yule ni kiungo anaitwa Morris Abraham. Ametokea Serbia, Spartak. Anafanya majaribio na klabu ya Simba. Mkataba wake umesha kula Serbia. Simba wanamtizamia, wakimuona nafaa anaweza kumchukua masehemu ya kiungo. Ni mzawa kwa hatakuwa na madhara makubwa. Kila laheri. Kama TV hapo tupande faster. Kufukua fida au mlishaji ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikaisaidia klabu ya Simba. Nikiona Simba ikiwa chini chazi au inacheza vizuri, open play, inashambulia kwa kasi, lakini bado kuna element fulani zinatokea hasa kwenye kipindi timu ikiwa kwenye acceleration moment. Kwa hiyo kipindi unapomchukua mtu kama Faisal, unaweza kudribble, unaweza kufunga, kutengeneza nafasi kuna eneo la juu, ni mchezaji sahihi kuwepo ndani ya klabu ya Simba. Na nasikia kuna vita nyingine imeibuka kati ya Faisal pamoja na Yanga, pia Yanga wanamhitaji. Kila mmoja amekuja na ofa yake mezani. Ni fahari kwa mchezaji kwa sababu inakwenda kumthaminisha mchezaji, inakwenda kumaplift mchezaji, kumtengenezea daraja kubwa ambalo ndio wachezaji wazao tutamani wafike katika daraja hili. Kwa kimsingi Faisal anaweza kaja Simba kuanzia sasa. Tumebakiza siku chache ligi kuu Tanzania bara ishe, bado mchezo kama 6 au 7 kwa Simba na bado mchezo 5 kwa klabu ya Yanga. Kwa maana yake kuna kutamatika kwa ligi kunaweza kaibua vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea mpaka dakika hii. Kabisa, kwa sababu issue ni hela tu na mchezaji ataangalia wapi ambako ndoto zake zitakwenda kutimia kuwa mchezaji bora Afrika na kutawala soko la Afrika. Tumi Simba ndio sehemu sahihi ambapo anaweza akaja na akafanya vizuri na akawa ni mchezaji ambaye wa kutumainiwa ndani ya klabu hiyo. Bwana Katana Faisal Chama.
Ya Clatous Chama ni mchezaji ambaye sasa hizi anasumbua sana dunia, anasumbua viongozi wa Simba, ameanza kuhangaisha. Mchezaji ambaye anatamani kurejea Simba kwa sababu ya nafasi ambayo anayo finyu na kikosi cha Yanga. Tangu ametua Young African kwa mkataba mwaka mmoja amekuwa akipata nafasi finyu. Juzi ndio unaona kidogo ameanzishwa dhidi ya mechi Azam, lakini kabla hapo alikuwa acheza dakika 3 za mwisho au dakika 5 za mwisho. Anaingizwa dakika 80, dakika 77, dakika 90 tunaingizwa zibakiza nyongeza. Kwa hiyo kwa daraja mchezaji kama Chama ameona kama ni dharau na fedhea. Kwa hiyo ameanza kuwasumbua viongozi wa klabu ya Simba kutaka kurejea Simba. To me simuoni kama ana nafasi na klabu ya Simba tena. Bwana, baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema Chama kuondoka Simba, leo Simba imeenda nusu finali. Unakubaliana nao? Inawezekana akawa kule na gundu kwa sababu amecheza miaka yote Simba tujaenda nusu finali. Kaondoka tumeenda nusu finali. Huko alikokwenda alisema anakwenda kuchukua kombe la Afrika. Umeishia wapi? Si umeishia makundi? Hawezi kuchukua ubingwa. Bado hajakutana na Mpanzu. Ubingwa Mpanzu ndo ataamua achukue au asichukue. Si pointi moja tu tucheza michezo yote. Hana uwezo huo. Bwana, kuna mshambuliaji wa Simba anafanya mazoezi ya Abraham. Yule ni kiungo anaitwa Morris Abraham. Ametokea Serbia, Spartak. Anafanya majaribio na klabu ya Simba. Mkataba wake umesha kula Serbia. Simba wanamtizamia, wakimuona nafaa anaweza kumchukua masehemu ya kiungo. Ni mzawa kwa hatakuwa na madhara makubwa. Kila laheri. Kama TV hapo tupande faster. Kufukua fida au mlishaji ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikaisaidia klabu ya Simba. Nikiona Simba ikiwa chini chazi au inacheza vizuri, open play, inashambulia kwa kasi, lakini bado kuna element fulani zinatokea hasa kwenye kipindi timu ikiwa kwenye acceleration moment. Kwa hiyo kipindi unapomchukua mtu kama Faisal, unaweza kudribble, unaweza kufunga, kutengeneza nafasi kwenye eneo la juu, ni mchezaji sahihi kuwepo ndani ya klabu ya Simba. Na nasikia kuna vita nyingine imeibuka kati ya Faisal pamoja na Yanga, pia Yanga wanamhitaji. Kila mmoja amekuja na ofa yake mezani. Ni fahari kwa mchezaji kwa sababu inakwenda kumthaminisha mchezaji, inakwenda kumaplift mchezaji, kumtengenezea daraja kubwa ambalo ndio wachezaji wazao tutamani wafike katika daraja hili. Kwa kimsingi Faisal anaweza kaja Simba kuanzia sasa. Tumebakiza siku chache ligi kuu Tanzania bara ishe, bado mchezo kama 6 au 7 kwa Simba na bado mchezo 5 kwa klabu ya Yanga, ambao kwa maana yake kuna kutamatika kwa ligi kunaweza kaibua vitu vingi ambavyo vinaendelea kutokea mpaka dakika hii. Kabisa, kwa sababu issue ni hela tu, na mchezaji ataangalia wapi ambako ndoto zake zitakwenda kutimia kuwa mchezaji bora Afrika na kutawala soko la Afrika. To me Simba ndio sehemu sahihi ambapo anaweza akaja na akafanya vizuri na akawa ni mchezaji ambaye wa kutumainiwa ndani ya klabu hiyo. Bwana, Katana Faisal Chama. Ya Clatous Chama ni mchezaji ambaye sasa hizi anasumbua sana dunia, anasumbua viongozi wa Simba, ameanza kuhangaisha. Mchezaji ambaye anatamani kurejea Simba kwa sababu ya nafasi ambayo anayo finyu na kikosi cha Yanga. Tangu ametua Young African kwa mkataba mwaka mmoja amekuwa akipata nafasi finyu. Juzi ndio unaona kidogo ameanzishwa dhidi ya mechi Azam, lakini kabla hapo alikuwa acheza dakika 3 za mwisho au dakika 5 za mwisho. Anaingizwa dakika 80, dakika 77, dakika 90 tunaingizwa zibakiza nyongeza. Kwa hiyo kwa daraja mchezaji kama Chama ameona kama ni dharau na fedhea. Kwa hiyo ameanza kuwasumbua viongozi wa klabu ya Simba kutaka kurejea Simba. To me simuoni kama ana nafasi na klabu ya Simba tena. Bwana, baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema Chama kuondoka Simba, leo Simba imeenda nusu finali. Unakubaliana nao? Inawezekana akawa kule na gundu kwa sababu amecheza miaka yote Simba tujaenda nusu finali. Kaondoka tumeenda nusu finali. Huko alikokwenda alisema anakwenda kuchukua kombe la Afrika. Umeishia wapi? Si umeishia makundi? Hawezi kuchukua ubingwa. Bado hajakutana na Mpanzu. Ubingwa Mpanzu ndo ataamua achukue au asichukue. Si pointi moja tu tucheza michezo yote. Hana uwezo huo. Bwana, kuna mshambuliaji wa Simba anafanya mazoezi ya Abraham. Yule ni kiungo anaitwa Morris Abraham. Ametokea Serbia, Spartak. Anafanya majaribio na klabu ya Simba. Mkataba wake umesha kula Serbia. Simba wanamtizamia, wakimuona nafaa anaweza kumchukua masehemu ya kiungo. Ni mzawa kwa hatakuwa na madhara makubwa. Kila laheri. Kama TV hapo tupande faster.